Okay, siku ya jana tuliona video ikitrend mitandaoni juu ya bibie Goddess, ama unaweza kumuita Beauty Goddess. Huyu ni rafiki wa wifi wa taifa Priscilla, mke halali wa Juma Jux. Alikuwa akisema kwamba yeye alikuwa amekwisha andaa safari zake, hivyo hakuweza kuahirisha safari zake na kwenda kwenye harusi ya rafiki yake Priscilla. Lakini Priscilla alipokutana na video hiyo, moja kwa moja akampunguza. Unasema hatutaki marafiki wanafiki, akampunguza na maanisha akamunfollow. Ina maana kanilist ya marafiki zake akawa undo, naweza tukasema hivyo kwenye lugha nyingine. Sasa siku ya leo kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika maneno yafuatayo. Nimeona baadhi ya maoni kuhusu live niliyofanya, na kwa kweli naelewa kwa nini watu wamekasirika. Lilionekana kama nilikuwa napuuza harusi ya Priscilla, na ninachukia kwamba ilionekana hivyo hata kidogo. Priscilla, kama utaona huu ujumbe, samahani sana, nakupenda na nakuheshimu sana. Mungu anajua ni kiasi gani nimekuwa na furaha kwa ajili ya siku yako kubwa. Sikuwa na nia kabisa ya kugeuza kuwa kuhusu mimi au kupunguza thamani ya wakati wako muhimu. Namna nilivyosema, kile nilichosema ilikuwa ya fujo. Ina maana anakili kwamba unajua kuna ile pronounce, the way unakuwa unaongea, mtu is like unaongea kwa fujo but uko humble. Akasema namna nilichosema ilikuwa ya fujo na nimekubali hilo. Sikuwa nawaza kuhusu jinsi ingesikika, na kwa kweli sikumaanisha kwa njia ya kejeli au sivyo ya dhati. Bado najifunza, bado nakuwa, lakini daima najitahidi kuwajibika. Nawatakia mapenzi na furaha tele duniani, na tena naomba msamaha kwa dhati. Ameandika naomba msamaha kwa dhati. Hayo ni maneno ya bibie Goddess. Ameandika Kiingereza jamani. Sasa mimi nimetumia saa huu kuwatafsiria kidogo. Kaandika Kiingereza kupita kwenye page yake ya Instagram, kaandika maneno haya. Unajua bwana, muungwana akivuriwa nguo huchutama. Bibie Goddess rafiki yake Priscilla ameona kabisa kwamba amemkosea rafiki yake, so akarudi pale Instagram alipokutumia kusema yale maneno na kuomba radhi kwa rafiki yake, na akasema anampenda. Najua wifi yetu ana roho nzuri, I hope atamsamehe. Usivunje urafiki kwa vitu vidogo kama hivyo. Mambo ni mengi, lakini na nyie marafiki bwana, kwenye shughuli ya muhimu ya rafiki yako kama hiyo, unaachaje bwana? Unasema uwezi kugaili safari zako kwa sababu ya harusi ya rafiki yako wakati mpita naye kwenye sehemu mbalimbali. By the way, mimi ni Jojo TZ, tukutane baadaye.